Shalom watoto wa Mungu, shalom wapendwa katika Bwana. Karibuni sana katika session yetu nyingine ya ibada ya neno la Mungu, ibada ya usiku wa leo. Leo ni siku ya Alhamis, tunakutana tena pamoja. Wengine naamini mnanifuatilia kupitia YouTube na wengine wananifuatilia kupitia Google Meeting. Wote tuko pamoja, wewe tuko pamoja kushiriki neno la Mungu ambalo Bwana ameliandaa kwa ajili yenu. Hivyo popote pale ulipo, tuungane pamoja, kila mmoja amini, afunike macho yake, tumshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya majira haya. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo tunauita uwepo wako, tunaliita jina lako. Bwana, tunakabidhi majira haya, tunakabidhi wakati huu mikononi mwako, tunakabidhi ibada hii mikononi mwako. Ukajitukuze wewe mwenyewe, wala giza lisionekane, wala giza lisijitukuze. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunakabidhi wakati chini ya neno lako, tunakabidhi wakati chini ya jina lako, tunakabidhi wakati chini ya uweza wako. Roho Mtakatifu ukatembee pamoja nasi, Roho Mtakatifu ukatusaidie, Roho Mtakatifu ukatufunulie yale mambo yote ambayo tunatakiwa kuyafahamu leo. Bwana, ukatuonyeshe hayo. Tunakushukuru kwa neema na kibali cha kututanisha pamoja. Tunakushukuru kwa neema na kibali cha uzima, hata tumeweza kukusanyika pamoja, na neno lako linasema wakiwepo wawili watatu kwa ajili ya jina langu, nami nipo katikati yao. Hivyo Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako, kwa maana tunaamini upo katikati yetu. Tunaamini Roho Mtakatifu uko katikati yetu. Tunaamini upo katikati yetu kubadilisha hatima zetu, kutamka neno la uzima katika mioyo yetu, kutupatia yale maji ya uzima tuyapokee bure, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlioko Google Meeting, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mnanisikia vizuri, basi andikeni hapo kwenye sehemu ya chat. Andika kwenye comment kama unanisikia vizuri. Andika kwenye comment kama unanisikia vizuri. Yes, glory to God, glory to God, glory to God. Ninahitaji mtu mmoja atufungulie. Naamini Queen upo available leo. Queen, utufungulie Wakolosai 3 mstari wa 2. Naongea na Queen kwenye Google Meeting. Okay, tusomee kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 2. Wakolosai 3 mstari wa 2 inasemaje? Biblia inasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoongelea neno nchi kwa Kiingereza ni land, kwa Kiingereza ni earth. Nchi yakimaanisha ardhi, yakimaanisha dunia. Anaposema juu, amaanishi juu kwenye anga, hapana, anamaanisha rohoni. Yafikirieni yaliyo rohoni, yafikirieni yaliyo mbinguni, wala msiyatafakari yaliyo juu ya nchi. Lepra handola tuvra lipromata. Biblia inatuambia kwamba tusitafakari sana kwa habari ya maisha yetu ya hapa duniani. Tusitafakari sana kwa habari ya mafanikio ya hapa duniani, kama mali, mafanikio yenza kwenye ndoa na mambo mengine. Tusiyatafakari hayo sana, licha kwamba hayo mengine ni muhimu kweli, lakini tusiyatafakari hayo mno. Biblia inatuambia tutafakari masuala ya mbinguni, tuyatafakari masuala ya Bwana, tutafakari masuala ya maisha ya afterlife. Baada ya hapa tuenda kutana na jambo gani? Mtu anayetafakari yaliyo duniani zaidi ata waste muda wake, na anaweza compromise maisha yake baadaye. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu apate eti fedha, ili aweze kununua magari, ili aweze kujenga nyumba, ili apate cheo. Yuko tayari kupoteza uzima wa milele kwa sababu ya cheo, wakati cheo ni jambo la hapa duniani. Mali ni swala la hapa duniani. Kwa sababu una wivu na mtu fulani, you're compromising your eternal life. Unahatarisha maisha yako ya uzima milele, kwa sababu umetafakari. Akili yako inawaza mambo yaliyoko hapa, na Biblia itutaki to focus na mambo yaliyoko hapa zaidi. Inatutaka to focus na mambo yaliyo juu, mambo yaliyoko kwa Baba. Inatutaka to focus na upendo wa Mungu juu yetu. Inatutaka to focus na kusudi la Mungu kwetu ni lipi. Sasa najua wengi mnajiuliza hapa, uko kutafakari yaliyo juu ndo kupi? Huko kutafakari hayo mambo yaliyo juu ndo kupi?
Mimi na wewe tunajiuliza hili swali. Hasa nataka kwenda tusaidie ufungue kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21. Kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Anza mstari wa 4 kwanza. Utasoma mstari mmoja mmoja. Yes. Biblia inasema naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena. This is a promise of God, kwamba atafuta kila chozi letu, wala mauti haitakuwako tena. Hamna kitu duniani kinachotisha kama mauti. Safari ya mwisho wa mwanadamu, ukingo wa mwanadamu kwa maisha ya kibinadamu ni kifo. Kifo ndo kitu ambacho mtu yeyote anakiogopa. Hata daktari ambaye labda anahusika, ambaye yuko in charge labda na mortuary, ama yuko in charge na hizi wodi za watu ambao wako mautiuti, ameona watu wengi wakifa, lakini yeye akisikia kifo kiko malangoni pake, kiko nyumbani kwake, anakiogopa kwa sababu hajui anapoenda. Lakini sisi tulio ndani ya Kristo tupaswi kukiogopa kifo, kwa maana Bwana alisema kabisa yeye ameyashinda mauti. Na hapa anatoa ahadi, anasema kwamba atayafuta machozi yetu, na pia anasema kwamba wala mauti haitakuwako tena. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lelivra antemaya lupra likra askotaya. Praise God, hallelujah. Anasema kwamba mauti haitakuwako. This is a promise of God. Kumbuka, hii ni ahadi ya Bwana, sio ahadi uliopewa na mwanadamu, sio maneno ambayo unapewa na mtu ambaye hana integrity. Mungu ameshajiprove tangu zamani kwamba yeye ni mwaminifu. Akisema neno atalifanya. Hawezi kupromise kwamba atafuta kila chozi. Unajua neno kila chozi, every tear, kwa maana yake, hii tafsiri yake ile neno ni kwamba kila kimoja, kuweka msisitizo. Akisema kwamba he shall wipe your tears, kwamba atafuta machozi yenu, hiyo halina uzito sana, kwa sababu maybe machozi ya wawili, maybe machozi ya 10, maybe ya machozi ya watu 20, hapana. Lakini anasema kila chozi, sio chozi lako moja au mawili, no. Kila chozi ambalo uko nalo sasa. Yamkini leo hii unateseka, kuna mambo yamekuwa mwiba kwenye maisha yako, umeomba, umefunga, umelia na bado hakijatokea kitu. Biblia inasemaje? Kwamba hilo ni chozi, na anasema kila chozi atalifuta. Anasema atalifuta kila chozi, na kifo hakitokuwepo tena, mauti haitokuwepo tena. Just imagine how wonderful it is. Tunayo ahadi ya kwamba mauti haitokuwepo tena. Na mnafahamu kuna watu watakao tupwa jehanamu, hawataona kifo, watakiona kifo kila siku, watakiishi kifo na mateso juu milele na milele. But this is a promise that we are given, kama tukifuata anachokisema baada ya hapo. Maana tunaongelea swala la kuyatafakari yaliyo juu. Yaliyo juu ndo haya tunayoahidiwa, kwamba kifo hakitokuwepo, kwamba kila chozi letu litafutwa, tutasahaulishwa kila chozi, tutafutiwa kila huzuni. Na hisi kuna mtu mmoja hajanielewa mahali, kuna mtu mmoja bado hajanielewa, kuna mtu mmoja bado hajanisikia vizuri. Anaposema atafuta kila chozi letu, hebu just imagine, vuta picha. Ulikuwa na deni la milioni 10 mahali, umepambana, umepata milioni 8. Unamwambia yule bwana aliyekukopesha, unamwambia bwana, mimi nina milioni 8 tu, milioni 10 sijaifikisha. Una huzuni, una hofu kwamba atakushtaki, atakufunga, atafanya nini, atakulaumu. Unaenda na zile milioni 8, anakuambia umepata milioni ngapi? Milioni 8. Basi mimi nilikuwa nasubiria utakachokipata chochote ni kubariki nacho mara 10 yake. Anakuambia wewe pokea milioni 80. Imagine, utabaki na ule uchungu yale madeni. Mtu mmoja aniandikia hapo kwenye Google Meeting, je, uchungu hayo madeni utabaki nayo? Mtu mmoja aniandikia kwenye comment section hapo, uchungu wa madeni utakuwepo endapo kama ulikuwa unajua unadaiwa milioni 10 na ukapata milioni 8. Umemfuata yule bwana aliyekukopesha, yeye anaamua kukupatia 80 million. Je, utabaki na huzuni tena? Je, utakuwa na huzuni? Hebu tuambie hapo kwenye comments. Do you think ile huzuni itamata tena? Ile hofu ya madeni itakuwepo tena? My son Tungaki William anasema huzuni itaisha. Pamela anasema
Anasema sio tu kwamba huzuni itaisha, bali nitakuwa na furaha sana. Ameandika mmoja hapa huyu anasema uchungu utaisha, nitakuwa na furaha tena. Huyu ni Mari. Au anasema hapana, nitafurahi, sitabaki na huzuni. Praise God, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Sasa ndo the same scenario but a better one. Anaposema kwamba kila chozi atalifuta. Maanake sio kwamba ana wipe ile memory ya machozi yako, hapana. Ila kila chozi ulokupo nalo ataliattend kwa kukupatia furaha, kwa kukupatia bubujiko la raha. Ili mradi yale mateso, yale machozi ya kabla yasiwepo tena, yasiwe na nguvu tena. Hallelujah, hallelujah. Ninaomba Queen uendelee kusoma mstari unaofuatia. Naomba urudie, hatukusikii vizuri. Mstari wa 5. Ndio. Naye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Sasa kuna mtu analalamika leo, anateseka, anamlaumu Mungu kila siku, anamnungunikia Bwana eti kwa sababu alipoteza gari, kwa sababu alipoteza nyumba, kwa sababu eti mtoto wake alifariki somewhere. Listen, kama unaishi mapenzi ya Mungu, you don't need to worry. Kila ulichokipoteza Bwana anaahidi kukirejesha. Bwana anasema tazama ninayafanya mambo kuwa mapya. Ninayafanya mambo kuwa mapya. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mhubiri kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Lakini kumbe kunayo maisha ambayo ni baada ya kuwa chini ya jua hili. Anasema kunayo maisha huko mbinguni ambapo anasema atafanya mambo kuwa mapya. Endelea kusoma hapo. Queen, endelea kusoma hapo mstari wa 5 vizuri, endelea kusoma. Anasema sio tu kwamba nitafanya mambo yawe mapya, anasema andika ya kwamba iwe recorded, record these things, kwamba these things are real and true. Hivi vitu ni amini na kweli, yani ni hakika na pia ni kweli. Endelea. Imagine Mungu anaongea hapa, anasema tayari it is done. Sio tu kama nimetamka, nimeshaandaa. Yale mambo ninayotamka yamekwisha kuwa. Sio kitu ambacho tutadebate kwamba kipo au hakipo. No. It is real. Anasema imekwisha kuwa. Mimi ni Alpha na Omega. Mpaka Mungu anajitambulisha. Anasema kwamba yeye ni mwanzo na mwisho. Ina maana anaonyesha msisitizo, anaonyesha kwamba yeye ni Mungu. Hawezi kuahidi uongo. Aliposema atafuta machozi yenu, kwamba atafuta kweli. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo alipokuambia utafakari yaliyo juu na usitafakari sana yaliyoko duniani, ina maana anamaanisha, anajua, ana uwezo wa kuondoa kila chozi lako. Ana uwezo wa kuondoa kila manyanyaso unayopitia. Ana uwezo wa kuondoa kila giza lililoko kwenye maisha yako. Kama ana uwezo wa kufanya hayo baadaye, ina maana anaweza kufanya hata sasa. Kwa sababu yeye sio Mungu ambaye ni Mungu wa wakati wa mwisho tu, bali ni Mungu wa nyakati zote. Ndio maana anasema jina lake ni Alpha na Omega. Sio tu mpaka utakapokufa ndipo Mungu atakapojidhihirisha. No. Ataanza anaweza kutenda bado ukiwa hai sasa hivi, bado ukiwa naishi juu ya nchi. Praise God, hallelujah. Glory to God. Praise God, hallelujah. Karibu sana. Ukiwa umejoin kwenye Google Meeting, zima kamera. Unaweza ukajisahau hapo, watu wanaona huko. Yes, praise God, hallelujah. Naomba uendelee kusoma Queen. Naomba urudie pale kwenye kiu, anasemaje? Imekwisha kuwa
Anasema yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Kwa kumbe haya mambo anayoyaahidi kwa habari za nyakati za mwisho sio mambo ambayo anawapatia watu wasiokuwa na kiu. Sio mambo anayowapatia watu wanaodiscuss kuhusiana na maisha ya hapa nchini, maisha ya hapa duniani. Lakini anazungumza mambo haya na wale watu ambao wameamua kutafakari yaliyo juu na sio yaliyoko duniani. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nami nitampa yeyote mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima anywe bure. Mwenye kiu ya uponyaji sasa hivi atapewa uponyaji na Bwana. Mwenye kiu ya uchumi kuinuliwa atapewa na Bwana. Yamkini tu ukiamua kutafakari yaliyo juu. Nitazungumza hayo yaliyo juu ni yapi? Unatakiwa utafakari vipi? Unajiandaje sasa hivi? Unatafakari vipi? Haya mambo tunatafakari tukiwa hapa duniani. How do we show kwamba tunawezaje kuwa katika hiyo hali ya kwamba tunasema sisi tunatafakari yaliyo juu, sisi tunaishi kwa kufuata yaliyo juu na sio yaliyoko duniani? How are we going to do it? Na hapa anatoa promise. Mungu anasema mwenye kiu ya chemichemi ya uzima nitampa hayo maji bure. Continue reading. Anasema yeye ashindaye, ina maana atakayeweza kustahimili mpaka mwisho, atayarithi haya. Nami nitakuwa nini? Anasema nami nitakuwa Mungu kwake, naye atakuwa mwanangu. Atakaye shinda. Hasa Mungu hapa anaongea habari ya kushinda. Tunashinda vipi? Je, kuna mashindano? Kuna mbio? Kuna mweleka labda tunashindana? Tunachuana? Kuna masumbwi? Hapana. Hapana, hamna kandanda hapo. Kitu gani ambacho tunashindana nacho? Where do we race? Where do we? Anasema atakaye shinda atarithi haya niliyotamka. Atakaye shinda atarithi hii hali ya kufutwa machozi. Atarithi hichi kibali na hii neema. Atarithi uweza wa kufutwa machozi. Atarithi uweza wa kusahau maumivu yote. Atarithi uweza wa kifo kuondolewa kwenye maisha yetu na huzuni kuondolewa kwenye maisha yetu. Naomba usome mistari inayofuata hapo, ndio anapoongelea sasa kushinda kwenye mambo yapi. Read. Kwa hapo tunataja listi ya vitu ambavyo unatakiwa ushinde. Cha kwanza, waoga. Anasema inabidi uachane na uoga. So kama unataka kushinda maana yake nini? Ondoa hofu, cha kwanza. Cha pili, ondoa kutokuamini. You must believe. Kuna watu wanasema Mungu anaweza yote, lakini ukimwombea sasa hivi hapa mwambie Mungu, unaamini kwa Mungu anaweza kuponya? Aamini kama anaweza kuponya. Anaitikia tu lakini aamini. Anajua kwamba alivyokuja ataondoka hivyo hivyo. Kwa sababu labda unaoga mguuni, unahisi kwamba eti mfupa wako hauwezi ukaunga. Kwa sababu umeumwa HIV kwa miaka, unahisi kwamba hauwezi kupona, utaondoka labda na HIV yako. Kwa sababu umeumwa cancer, umeumwa pressure, umeumwa uvimbe, umeumwa chochote kile, unahisi kwamba eti baada ya ibada hii utabaki vile vile. Acha nikwambie, ukitafakari yaliyo juu, utaamini kila alisemalo Bwana. Ndio maana moto wa hii huduma, ndio maana kwenye bango loko madhabahuni mwa huduma ya Salvation of God limeandikwa andiko la Luka 1:37, for with God nothing shall be impossible. Sisi ni watu tunaoamini kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Tunaamini kila neno, kila jambo, kila kitu, kila swala linawezekana kwa huyu Bwana, kwa huyu Bwana Yesu. Everything is possible. For you to get a job, it is possible. Wewe kupona mfupa ambao umekataa kuunga, it is possible. Jeraha ambao sio unaita donda ndugu, sio nini, jeraha ambalo ni kubwa ambalo limekaa miaka na miaka, kupona kwako ni guaranteed because these things are possible. Haya mambo yanawezekana. Lepra antomaya lupre likre eskeba. Haya mambo yote yanawezekana. Haya mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. So unatakiwa ushinde kwenye jambo gani? Jambo la kwanza, ushinde roho ya uoga, kwa sababu kuna watu wanaoamini lakini bado wana uoga. There are some people who believe the word of God, who believe that God is able. Wanaamini Mungu ana ability ya kutenda, but they are fearing. Wanahisi kwamba atatenda lini? Pengine nitakufa kabla ya kutenda. No. Acha uoga. Nimemwomba Bwana niondoe kwenye madeni, ila bado mpaka sasa hivi wanauza vitu vyangu leo. Unaingiwa na uoga, kama nitaonekanaje? Nitakiwa usiogope. Shikilia neno lako, hata kama ukitoa vitu nje sema no. Bwana wangu ni mwaminifu, atanitendea.
Mungu anajua njia zako, anajua kesho yako ikoje, anajua hata ukija kukudhalilisha itakuwa nini baada ya hapo. God knows what is afterwards. Ingekuwa wanajua, pengine ungekukumbatia, wasingekuacha kwenye maisha yako. Ingekuwa wanajua huyo mchumba aliyekimbia asingekimbia. Ingekuwa anajua huyo mume aliyekimbia nyumba asingekimbia. Huyo mwanamke aliyekugeuka, aliyeamua kudai talaka na kukimbia nyumba asingekimbia. Kama angejua Mungu amekuandalia mambo gani. But because they don't know, only God knows. Wewe mshikilie Mungu anasema nini kwenye maisha yako. Believe what God says. Believe what God says. Focus na kile ambacho Mungu anakisema ndio maisha yako. Usifocus na mambo mengineyo. Usijijaze ufahamu wako na mambo yasiyo na msingi. Usibebe mizigo mingi. Ndio maana akasema ni vyepesi sana, ni rahisi kuangamia kupenya kwenye tundu ya sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa mbinguni. Kuliko mwenye mali kuona ufalme wa mbinguni. Ili andiko wengi mnalibiskoti, mnahisi kwamba sindano ni ile sindano unaoshonea ile tundu la sindano unaingiza nyuzi. Hapana. Alikuwa anamaanisha this is the okay, listen. Needles then ni eneo kama soko, it is a marketplace. Kuna sehemu ambapo watu wanapita na mangamia wamebebwa mizigo na nini. Hasa ngamia hawezi kupita pale, inabidi mizigo yote iachwe pale. Ndipo ngamia aweze kupita. Kwa hiyo wewe kuingia katika ufalme wa Mungu, tafsiri yake ni kwamba hauwezi ukaingia ukiwa umebeba mizigo. Mizigo ya bitterness, uchungu ulionao, fulani alinifanyia hichi, alinifanyia kile. Fulani toa hiyo mizigo. Wao hawajui Mungu ameweka nini juu yako. Hawajui Mungu ameweka nini mbele yako. They don't know. They don't know. Niambia, ukiangalia mbuyu ukiwa mdogo, kipunje chake ni kidogo. Ukioja wewe ile kipunje unaona inaota tu hapa na magugugugu mengine hapa na mimea mingine mchicha na nini. Unaweza ukahisi yote ni michicha pale. Unaweza ukahisi yote ni majani ya kawaida, yote ni vimiti vidogo, lakini ile mbegu ya mbuyu, that seed has the power. Ile mbegu inayo nguvu ya kufanya mizizi ikite kwenda chini kuliko miti mingine. Iwe mipana na nguvu na imara kuliko mingine. Mti ukastawi ukao unashindwa hata kukumbatia. Na ukakaa miaka na miaka. Ila mchicha baada muda utajua tu. Hata kama ukionekana unachanua haraka, utaona mbwembwe zake zote uishia huko chini. Utaona hivyo mimea vingine vinavyonywea. Kwa sababu huyu mbuyu ana mbegu yake ile ina elements za kuifanikisha kuliko mimea mingine. Mnaofahamu mmea wa haradali, mbegu yake ina vipunje vingi vidunju sana. Ikiota pia hapo chini unaweza kuona ni mti kidogo, lakini ni mti unakuwa kwa spidi kuliko miti mingine. Why? It is in the genetics. Ipo kwenye mzizi wake, ipo kwenye shina yake. Hiyo ndo asili ya huo mti. So kinachomata sio wewe sasa hivi una hali gani, kuna ugonjwa gani, unaumwa nini, na matatizo gani. No, what matters ni mbegu ipi iko ndani yako. Asili yako ni gani? Are you born of the flesh? Je, umezaliwa katika mwili ama umezaliwa katika roho? If you are born of God, if you are born of Jesus, I am telling you there is a greater potential. Una potential ya ajabu. Una uweza wa ajabu. Una ability ya kufika mbali kuliko wengine. Una ability ya kuwa mtu mzito kuliko wengine, ya kuwa mtu wa maana kuliko wengine, ya kuwa na cheo ya kuheshimika kuliko mwingine. You have the potential. Kwa sababu gani? Nguvu haipo katika mwembo ya kipi kimeanza kustawi haraka. Hapana. The issue, secret ipo katika mbegu. Ni mbegu ipi? If wewe ni mbegu ya mwilini, basi utaangamia. Lakini kama wewe ni mbegu ya rohoni, kama wewe ni mbegu ya Yesu Kristo, utafanikiwa tu. Kwa sababu Yesu Kristo aliuawa, alipokuwa katika mwili aliuawa, walimtesa, walimpiga bila makosa, akauawa, lakini baada ya siku ya tatu alifufuka. So kama hiyo ni mbegu yako, basi utafufuka kwenye kila eneo. Today, in today's service, I'm going to pray for you, na milango itafunguka upya. Kibali chokonacho kwenye biashara kitafunguka upya. Niko hapa kukumbusha hii dunia ijue kwamba mbegu iliyoko ndani yako sio mbegu ya mchicha, ni mbegu iliyo kuu kuliko mbuyu, ni mbegu ya Yesu Kristo, ni mbegu ya uweza wa Bwana. Libra antomaya libre entema. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa hapa. Sijui kama kuna mtu mmoja ameamua kutune sikio lake akasikia maarifa, akasikia hekima. Roho Bwana anasema, do not despise yourself. Usikubali kujidharau. Usijidharau. Acha watu wanaojaribu kujidharau, waache tu. Hata magugu yalikuwa na dharau mimea yote, walihisi kwamba yote inafanana. Kumbe huu ni mbuyu. Mahindi yalihisi yenyewe ndo kila kitu. Wakati mahindi yanachanua ndani ya miezi miwili tayari nishakomaa huko.
Wanasema wanamcheka mbuyu wakihisi ni kajani tu cha kawaida cha porini, kamtipori, kammea pori. Lakini mpaka mwindi unakauka unakuwa mabua, bado mbuyu uko pale. Mpaka indi linaoza, bado mbuyu uko imara, unaendelea kukua tu, haujawahi kupungua, unaendelea kuongezeka tu, mpaka mbegu yale mahindi punje zake zinapandwa zingine, na kwa sasa ndo wajukuu wa mahindi, bado mbuyu uko pale, unaendelea kustawi na kushamiri tu. Yaani mwindi umeshaoza kitambo, bado mbuyu unastawi. Vitukuu vya mahindi bado vinaendelea kuzaliwa na kila kitu. Wanaanza kwa historia, yule babu yetu akaitwa muhindi na hivi, they are dead but you will be there, you will be there. Hao ambao unaona kama wanastawi sana sasa hivi, safari yao ni fupi. Hao ambao wako kwenye njia za mataifa na wamekataa kumpokea Bwana Yesu, waache. Anguko lao ni hapo tu mbele. Ipo siku atakaosema tuachilie basi hata tone moja la maji tupone. Lakini utawaambia haiwezekani, kwa sababu kuna uzio kati yangu mimi na nyinyi. Usijikompare na watu wa mataifa. Never desire the things of the flesh. Usidesire kuwa sawa na watu wa mataifa. Amua maisha yako ni tofauti, kwa sababu wewe unayo mbegu ya Ibrahimu, unayo mbegu ya Yesu Kristo, unayo mbegu ya uzima, unayo mbegu ya ushindi, unayo mbegu ya kiungu ndani yako. Do you know the title God? Do you know the title Son of God? Yesu kwa nini alikuwa anaweza kufanya miujiza? Ni kwa sababu alikuwa anaitwa mwana wa Mungu. Kila Paulo kwa nini aliweza kufanya miujiza? Kwa sababu alipewa title mwana wa Mungu. Kwa nini waliweza kuponya viwete? Kwa nini waliweza kuponya vilema? Kwa nini waliweza kuponya vipofu? Waliweza kutoa watu mapepo na majini yaliyokimbia. Why? Because they were called the sons of God, children of the Most High, watoto wa aliye juu, watoto wa Mungu Baba. Sisi sote ni watoto wa Mungu Baba. That's why niliwaambia kwenye this ministry, baba yetu wa kiroho ni Yesu Kristo pekee. Sisi wengine ni kama mentors ama ni walezi wa kiroho. Mtu akiniita baba anaita tu kwa heshima kama baba wa imani. Lakini na hapo na kuongoza tu kwenye masuala ya imani. Lakini ni imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Roho ambayo inakuongoza hapo ndani na kulea ni roho ya Yesu Kristo. Ni roho ya Yesu Kristo. It's not my spirit. It is the spirit of Jesus Christ. Ni Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu. Prophet Romli hakuna siku alizikwa papa akafufuka, hapana. Lakini Yesu alizikwa kaburini na akafufuka siku ya tatu. Na habari zake zinashuhudiwa na tunaendelea kuzishuhudia mpaka sasa. Na upendo wake hauna kikomo. Uweza wake hauna kikomo. Sio kama yuko mtu mmoja anayesikia mahali hapa. Kama unanisikia andika amina hapo ulipo. Kama unaamini Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zako, alifufuka ili mradi upate uzima, andika amina, mtoto wa Mungu. Praise God, hallelujah. So tumedeal na swala la kwanza kwenye kushinda, inabidi ushinde roho ya hofu, ushinde uoga. Na pili, ushinde kitu kinachoitwa unbelief, kutokuamini. Ushinde hiyo roho ya kutokuamini. Mbuyu una mashaka, unajua mimi nikiweka mzizi nikipachika chini hauwezi kunihamisha. Ani ni kazi, sio utahitaji winji ngapi kwenda kuhamisha mbuyu. It is not easy to kuhamisha mbuyu, ni ngumu sana. Ngumu sana. So amini. Acha uoga na pia amini. Then what next? Naomba uendelee kusoma, mtoto wa Mungu. Asema na wachukizao. Kuna watu wao ni wanapenda tu kuchukiza. Ni watu wenye chuki. Ni watu wenye evil mindset. Conspirators. These are people who conspire. Ni watu wanaotunga hila. Ni watu wanaopenda magomvi. Wanaofanya tu watu muishi maisha ya kuteseka. Ambao wanapenda kunyanyasa watu. Hawa ndio watu wanaochukiza. Hawa ni watu wachafu. Naomba usome wachukizao na nini? Na wauaji. Kwa hiyo utaki pia kuwa muuaji kama unatafakari mambo yaliyo juu, uwezo kama muuaji. Continue. Na wazinzi. Hapa sasa vijana wa Kristo, hapa sasa mabinti na vijana wa Kristo, hapa ndipo tunapoangamiaga hapa. Hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutoke tupone. Eneo la uzinzi, wazinzi hawatorithi hili jambo. Roho Mtakatifu atusaidie kwenye ile eneo.
Roho Mtakatifu akusaidie kwenye ile eneo, mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu akusaidie kwenye ile eneo, mtoto wa Mungu. Ninaachilia neema itakayotoa kwenye aina zote za dhambi, aina zote za giza, kwenye kila dimbwi la hukumu, kila dimbwi la uharibifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo roho ya tamaa ife ndani yako, hiyo nguvu ya tamaa ife ndani yako, nguvu ya zinaa, nguvu ya uzinzi ife ndani yako, shauku na kiu ya uzinzi ife ndani yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. I locate you wherever you are, I locate you wherever you are. That spirit of lust, that spirit that is causing you to fornicate, that spirit that is causing you to commit adultery, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, by the fire of the Holy Ghost, be removed. Be thou removed. Be removed from this body. Be removed from this lady. Be removed from this boy. In the mighty name of Jesus, by the fire of the Holy Ghost. Ninaona ukungu ukiondoka kwenye maisha yako. Ninaona ukungu wa tamaa ukiondoka kwenye macho yako. Ninaona ukungu, naona utando wa tamaa unaondoka kwenye moyo wako, unaondoka kwenye kinywa chako, unaondoka kwenye kinywa chako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unaondoka kwenye macho yako, tamaa inang'oka kwa jina la Yesu. Mizizi yake inang'oka, tamaa na uchafu aina yoyote, tamaa ya zinaa iondoke ndani yako kwa jina la Yesu. Iondoke ndani yako kwa jina la Yesu. Ukawa katika hali ya usafi, ukawa katika hali ya utakatifu. Lebrahando la brosa tuvre likre entemaya. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo roho ya tamaa inanisikia. Ninaiamuru ing'oke kwenye mwili wako, ing'oke kwenye maisha yako, itoke ndani yako kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa, huu mlima uliokusumbua kwa muda mrefu, huu mlima uliokusumbua kwa muda mrefu, kwa sababu tamaa imekuelemea, tamaa imekuelemea, unajaribu kujizuia lakini inakuwa ngumu, tamaa inakuelemea, huu mzigo ukakuondoke, huu mzigo ukakuondokee kwa jina la Yesu. Maana neno la Bwana linasema, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hilo vazi la uzinzi likapasuke, hilo vazi la uzinzi likateketee kwa moto wa Roho Mtakatifu. Hilo vazi la uzinzi likateketee kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ukavishwe vazi la Yesu Kristo, ukavishwe vazi la Yesu Kristo, ukavishwe vazi la Yesu Kristo. Huo mzigo wa tamaa, huo mzigo wa tamaa, huo mzigo wa uzinzi, huo mzigo wa uzinzi ukatuliwe, ukaondolewe, ukawe lifted from you, ukawe lifted from you kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na tuo moto wa Roho Mtakatifu ukaondoe huo mzigo, ukaondoe mzigo, ukapokea mzigo wa Bwana Yesu. Libra antoma lupra likra ante maso prahadia gadush katuvra libra ante. Imeshakuwa, sema Bwana wa majeshi. Imeshakuwa, sema Bwana wa majeshi. Continue reading. Anasema na wachawi, anasema na wachawi na hao waabuduo sanamu. Kwa kumbe utaki kuwa mchawi pia. Wachawi ni kina nani? Sio yote yule anayeshika tunduli yoyote ni mchawi. Sio hao peke yao. Hata nyinyi ambao mnashirikiana nao, mnawapatia, mnaenda kutoa sadaka kwa wachawi, mnaopeleka kuku kwa mchawi, ili mradi waganga hao ni wachawi. Hata kama ukibadilisha jina, sijawahi kuona mtu aliyebadilisha soda ya Fanta akaiita Serengeti alafu akaanza kulewa. Hapana. Ingekuwa hivyo watu wangekuwa wananunua makreti ya soda alafu wanazitamkia, wanasema kuanzia sasa ninyi ni Serengeti, kuanzia sasa ninyi ni Malta, ninyi Kilimanjaro, ninyi Double Kick. Haijaitokea hivyo. Ingetokea hivyo, wangekuwa nafanya hivyo. Ingekuwa nafanya hivyo. Uchawi wa kila namna. Uganga ni uchawi. Uganga ni uchawi. Uganga ni uchawi. Oh, mganga, nataka unipigie ramli uniangalie, sio kitu gani? Huo ni uchawi. Chuki pia ni uchawi. Kwa mtu anasema uchawi. Kama unajua unasengenya watu, huo ni uchawi. Kwa sababu maneno yako unatamka ili iweje? Ili mradi yule mtu aendelee kuinuka ama angamie. Kama ili mradi watu wamdharau yule mtu. Kama ni ili mradi, kama unatamka hivyo ili mradi watu wamchukulie kama ni mtu ambaye hafai. Unamchafua mtu asiinuke tena kwenye maisha yake. Huo ni uchawi. Huo ni uchawi. Achana na uchawi. Continue reading. Kabla hujaendelea kusoma, yuko mtoto wa Mungu aitwaye Malvina hapa anasema, Prophet, maombi
kwenye maombi ukimconnect na mtu mwingine, mfano unavyotuombea hapa, nikitamka maombi haya mfikie mtu fulani, ni sawa? Yes, ni sawa. Sisi tunaamini kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sisi ni watu wanaoamini, tuliochagua kuamini. Yes, ni sawa. Endelea kusoma. Asema na hao waongo na nini? Anza hao waongo nao waongo wote, sio waongo wawili. Kuna waongo humu ndani. Kuna waongo humu ndani. Dorcas, Eva, Esther. Nyinyi waongo, Vanessa. Praise God, hallelujah. Ninakuombea usiwe miongoni mwa waongo. Kuanzia sasa jifunze kusema kweli. Kama huwezi kusema kweli, funga kinywa chako. Hakuna mtu aliyekulazimisha kuongea. Mtu ambaye Bwana alimtumia kunifanya nikaamini katika neema, katika wokovu, tena katika Ukristo, tena nikaamini kabisa katika Ukristo. Maswali yote akanipa majibu yake ambayo alijibiwa na swala la neema. Yule ndugu yangu katika Kristo alikuwa anaitwa Brother James, aliniambia kitu kimoja. Aliniambia sio lazima kujibu swali la mtu. Kama kujibu swali lake kutakulazimu udanganye, alisema ni bora usilijibu. Alisema sio lazima, hakuna mtu atakaye kufunga kwa sababu umekataa kujibu swali. Hakuna mtu atakaye kuweli kwa sababu umekataa kujibu swali. Hapana. Kama ulikuwa acha kuwe, lakini sio lazima kujibu swali la mtu. Ila ni lazima utakapojibu ujibu kwa ukweli na ujibu kwa ufasaha ama usahihi. Lakini alisema yani kitu cha kuepuka ni uongo. Alisema hakikisha wewe ni mkweli. Either uwe mkimya ama uwe mkweli. Alisema either you have silence or you have truth. Akanambia ukienda mbali sana basi uwe na tabasamu. Sasa mnasikia hapa waongo watu muona Bwana. Imagine wewe sio mzinzi, wewe sio mlevi, wewe sio mgomvi, wewe sio mtu mwenye matusi, ila unaondoka kwa sababu ya uongo. Unaikosa mbingu kwa sababu ya uongo wako. Just imagine how embarrassing it is. Hebu jiulize, hebu vuta picha. Ni upumbavu namna gani kuanguka kwa kitu kama hicho? Uongo. Kitu ambacho ni kinywa chako na maamuzi ya kulifunga bakuli. Unashona zako, tukiona umeshindwa nenda kanywa maji. Unachukua tu hiyo unakunywa zako maji, unaona kitu hivi mimi sina cha kufanya hapa na sina kauli, acha nishishe zangu na maji. Nikiongea hizi kauli mboga mnacheka, nawaambiaga. Kuna mambo ambayo huwezi kubadilisha, nawaambia jamani, haya mambo ni machungu kwenu, ni magumu kwenu. Cha kufanya tu weka shushie na maji. Huu uchungu shushie na maji. Hamnielewi. Zuia kinywa chako kisinene uongo. Zuia midomo yako isinene mabaya, isinene uongo. Uongo ni dhambi kubwa kama ilivyo zinaa. Naona watu wengi, nguo anazozivaa hazikai kabisa kama mlokole, hazikai kitumishi, hazifai nini. Wewe huyu jamani mzizi, kila siku unapishana naye, leo unapishana naye wapi? Wewe listen to the word of God. The Bible says waongo wote, sio waongo wanaodanganya vitu vidogo vidogo. Waongo wote, uongo wa kila namna. Uongo wa kila namna. Wewe kijana unadanganya mtu, I'll marry you, I'll do nini. Wewe acha uongo. Binti unamdanganya kijana watu pia, nawe acha uongo, ili mradi acha akupatie fedha ufanye nini. Kuna njia nyingi za Bwana kuinua. Acha tu uongo. Stop being a deceiver. Ukiwa deceiver hauna tofauti na watoto wa Ibilisi. Hauna tofauti na shetani mwenyewe. Usiwe muongo. Acha uaminike. Ijulikane kwamba una Mungu wa kuamini. Labda niwakumbushe jambo moja. Farao alipoletewa swala la Yusufu akaweza kutafsiri ndoto ambayo waganga wote, wachawi wote, washirikina wote wameshindwa kuitafsiri. Akatambua huyu mtu ana roho ya Mungu ndani yake. Hakutaka kujua huko alishtakiwa kwa kosa gani, sio ubakaji, sio alihukumiwa kwamba ni mbakaji, hata mbaka sio Potifa, au either aliattempt kumbaka au alimbaka. Hakutaka kujua hizo habari zote za historia yake. Akasema huyu mtu kwa kuwa na Mungu na amesema ukweli, hajadanganya hivi, basi anaaminika. Akasema ninaweza kukupatia hata nusu ya ufalme wangu. Yaani wakawa wafalme wawili sasa, yani kwamba awepo Farao mwenyewe na awepo Yusufu. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mkweli. Kuna milango Mungu amefungua kwenye maisha yako, unashindwa kufanikiwa, unashindwa kupita kwa sababu tu wewe sio mkweli. Yamkini sasa hivi ungekuwa mbali. Yamkini sasa hivi ungekuwa umepiga hatua sana katika maisha haya. Lakini umekwama because you are not truthful.
wewe sio mkweli, na hiyo imekuwa sababu, imekuwa kikwazo. Hicho ndio kitu kilichokukwaza, kilichokuangusha. Hiyo ndio kitu kinachokukosesha mbingu. Imagine uongo. Uongo unakosesha mbingu, unaenda kuteseka milele. Hii uongo kidogo. Sasa wewe mdanganya, kwani kuna shida gani? Si mtatubu wewe. Ipo siku utadanganya na utakufa. You want to see another day? Hamsikii watu wanapata kadi ya arrest. Kuna mawaziri wangapi, wabunge wangapi kwa dunia nzima huko ambao walikuwa rais watatawala milele, then ghafla wakiwa wamekaa kwenye kiti kama nilivyokaa mimi wakapata kadi ya arrest. Wakiwa wanaendeshwa kwenye magari yao kifahari wakapata heart attack. Mtu anakufa kimya ghafla. Wangapi wamefia mahotelini na magesti, kwenye magesti. Unasema no, mimi nitatubu kesho, but hiyo siku Bwana anasema wewe ni mpumbavu sana. Siku hii ya leo au toiona kesho, unapata attack. Ulijua utaishi miaka 60, matokeo yake umeishi miaka 30. Listen carefully. Wako watu sasa hivi wanafanya biashara ya miili yao, wameshahubiriwa na wataki kubadilika. Sio kwa sababu fedha zimekosekana, kwamba wamekosekana watu kuwasaidia. No. Wanataka kuendelea kuishi katika uovu wao. Hawajui. Lakini miaka michache mbele hawajui, wanaijua magonjwa tu ni ukimwi. Na hawaogopi. Wao wanaogopaga mimba kuliko haya magonjwa. Hawaogopi. Wanajua wataishi milele. Anafika miaka 31, 32. Anafika akijitahidi sana anafika 37, 38 pa. Mara uvimbe kwenye kizazi. Mara changamoto fulani. Nini kilichosababisha? Kumbe ameshaanza kuoza ndani kwa ndani huko. Kumbe ana human papilloma virus. Kuna magonjwa mengi sana mtoto wa Mungu. Mengi sana yameshamkamata na hajui. Kwa sababu men wao wengi magonjwa hayo waga yakiwasumbua wanajua mapema. Yeye anakaa na ugonjwa ndani, ameuatamia kama kuku anavyotamia mayai yake. Ametamia ugonjwa. Ghafla unasikia mtu amezidiwa, alifanyia operation akakuta na cancer, kitu gani? Walichukua sample akakuta cancer, kaumwa ndani ya miezi miwili, hajiwezi, kafa. Yule aliyekuwa anapanda juu ya meza, yule alikuwa ambiliki, ambaye hata Bwana akimsemesha, bwana huyu hapa inabidi sasa hivi uingie kwenye ndoa, and this is your man I've given you, anasema hapana, huyu sio level yangu. The same person anakufa kama mjinga. The same applies to men. The same applies to men. Unakunywa pombe leo, unasema mimi nalewa kwa akili. Leo unalewa kidogo, kesho umetulia umepiga gepo. Kesho kutwa leo na marafiki zako unasema mimi nakunywa kistaarabu. Wewe ipo siku hiyo roho itaota mizizi, utashangaa umekuwa mlevi wa kupindukia. Umekuwa mlevi wa kupindukia, rafiki zako barabara umekufa. Umelewa uko na marafiki zako, kuna swimming pool pembeni, umeanguka umekufa. Kunao vijana tumewazika wadogo sana, even here in Mbezi. Wako vijana ambao ni potential, wako na mionekano, walikuwa ni watu ambao ni potential, wanafanya biashara, wanajituma, sio wavivu. Labda madhaifu yao labda ni ubishoto, lakini walikuwa wanaona ni lifestyle ya kula maisha, kunywa mapombe na kulewa. Matokeo yao wako swimming pool, uko na marafiki zako swimming pool, papa umesikia tamaa kwenda kuogelea, umeenda sehemu kuna mapampu yale yanayovuta maji, kuna mengine yanatoa. Umenasa. Pap kafa. Utamlaumu nani? Huwezi ukalaumu wale marafiki kwa sababu wote mmelewa. Hazikuwa akili zao. Hasa hiyo ndo maisha unayotaka kuishi Kristo. Hicho ndo kifo unachotakiwa kuishi kweli. Wenzako wana survive huko, wanafanywa matukio, wanafanywa ukatili kwa ajili ya jina la Yesu. Wengine wamekubali hata kuangamizwa kabisa, shingo zao zimetenganishwa, kichwa huku, viwili huku, kwa sababu ya jina la Kristo. Wewe unaenda kufa swimming pool kwa sababu ya ulevi. Wewe unaenda kufa lami unagongwa kwa sababu ya ulevi. Wewe unaenda kupigwa na majambazi kwa sababu ya ulevi. Why don't you choose to stop? Tasema prophet, mimi najaribu na acha. Hujajaribu. Biblia inasemaje? Wote wenye kiu, sharti ni uwe na kiu. Ukitaka Bwana akufute machozi yako, sharti ni uwe na kiu. Sharti ni uwe na kiu. Kiu ni muhimu sana. Yaani uwe na kiu ya kuzungumza ukweli. Ukiwa na kiu ya kuzungumza ukweli, utakuwa na kakielele fulani cha kuongea ukweli. Watu watakuona kama kasnitch, wanaita masnitch. Watakuona ni mtu fulani ambaye anatoa siri zao. No. Hujatuma uwe mbea, lakini usidanganye, ni heri ukae kimya.
Usiwe muongo. Maandiko yanasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Naomba usome vizuri hiyo eneo. Ndio. Kumbe hata wanaoabudu sanamu. Kipindi kile nawaambia kwa habari za sanamu, mpaka mwingine alinichukia. Akanambia hapana, unakashifu dhehebu la watu, unakashifu dini ya watu. Alinikasirikia kweli sana. Alikuwa anachukia ile kitu kwa kinamfukuta, yani roho, alikuwa hilo lilikuwa ni fukuto la muda mrefu. Hasa kwa nini kudanganye? Kwa nini kudanganye? Kuna haja gani ya kuhubiria mambo yote alafu kaangamia kwa sababu ya kuabudu sanamu? Kuna haja gani? You think I'm here interested in numbers? Unahisi niko hapa kwa sababu eti nataka umaarufu au nataka jina? Kama siwezi kuhubiri neno la Mungu, hamna haja mimi kuhubiria. Kama sitaweza kukuambia ukweli, basi ni bora nikaendeleza zangu huko, nikahangaike, nikaimbe taarabu huko. Tukaimbe singeli kwenye vigodoro huko, tukanani. Bora kuishi huko ujue moja kuliko eti nikae hapa na kuhubiria kitu afiti na kuogopa na shida kukuambia ukweli. Vitu vingi mnavyoviona sio sanamu, ndio sanamu zenyewe. Mlisi ibilisi ni kilaza. Shida moja, mlisi ibilisi hana akili. Kumbukeni alikuwepo hapa kabla yenu. Ana akili. Na sio tu kama ana akili, ana upako. Wewe si wewe peke yako na upako. Anao upako kukudanganya. Mimi nataka ni focus kwanza na hizi sanamu za kuchongwa hizi ambao ni unakuta ni mtu, ni tembo, ni nini? Wanyama. Avoid these things. Unaenda unainamia, unasema eti huyu ni Yesu, ni mfano wa Yesu. Never. Hakuna. Never. Mungu ni shahidi. Hata kwa sisi ambao tumeokoka katika mataifa, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 15, sura 15 mstari wa 19. Sasa bali tuandikie kwenye mstari wa 19 mpaka 20 hapo. Sasa bali tuandikie kwamba, yaani hapo wanaamua kutupea sheria, tupewe utaratibu gani wale wa Kristo wa kwanza katika mataifa, watu wa kwanza kumwamini Kristo katika mataifa, yaani nje na Wayahudi, wanaambiwa walikuwa wanasema tuwafundishe Torati, wakasema no, Torati hawatoiweza, hata wazee wote walishindwa. So tuambie ni nasema hivi, wajiepushe na ibada za sanamu. Hicho ni kitu cha kwanza. Ibada za sanamu zikae pembeni. Ibada za sanamu ni zipi? Unasema huyu fulani, huyu ni mfano wa Yesu, huyu ni mfano wa Bikira Maria, huyu ni mfano sio na nani. Unavaa shingoni unahisi ni kinga. Na unatoa nje tu, unafundishwa kabisa kwamba wasikubabaishe, wasikuumbishe, weka nje. Kwa hiyo unahisi wewe ukijiangalia hivi unajiona wa maana. Unahisi hiyo msalaba wako ndio utakufanya uonekane bora kuliko wengine. Never. Ni ule utu wa rohoni. Ni ule utu wa ndani uliofanywa upya kwa Roho Mtakatifu. Mungu anachukizwa na sanamu kuliko chochote kile unachokijua wewe, kuliko chochote kile. Imani inaweka uzinzi na sanamu. Yaani wanaoabudu sanamu na wazinzi ni kitu kile, uasherati. Biblia inaita kuabudu sanamu uasherati. Unasema sisi tuabudu, wewe nenda ukaone. Go and see by yourselves. Unapita ile sehemu unaambia, no, unapita kwa heshima, inahamia hivi chini. Pale unapofika stage kwamba kanisa zima linachanga kwa ajili ya kununua sanamu. That's a problem. Kama wewe umejipata kwenye hizo madhabahu, Mungu akusaidie sana. Na hii sauti haitokauka. Yaani hata ukiamua kusema sasa hivi una left, haitokauka, itakutesa usiku na mchana. Unafikiri maneno natamka ni maneno empty? No. Yesu mwenyewe alisema, maneno nitamka mimi, anasema the words that I speak unto you are spirit and also life. Ni roho na pia ni uzima. It is truth also. Ni kweli. Hii kweli itakuweka huru. Hata kama ushukuru mwaka mzima kubadilika, ni bora kubadilika leo. Badilika. Kunikasirikia itakusaidia kitu. Mimi sio mlango wa wewe kwenda mbinguni. Yupo ambaye ni lango. Ndio anasema haya maneno. Yesu anasemaje? Ampokeaye niliyempeleka, nilimtuma, anipokea mimi. Kwa hiyo maana ukimsikiliza mtu ambaye Yesu amemtuma, ina maana umemsikiliza Yesu mwenyewe.
Sasa mimi namjua, mimi namwamini Mungu, lakini wewe unakashifu dini za watu, unakashifu imani za watu. I will never apologize on it. Wewe ukiamua kufuata mashindano yako, usitaki kuyafuata kwa amani. No. Tunakuambia tu kweli, usijiite Mkristo wakati unaendelea kufanya mambo, wakati unaendelea kuishi na sanamu. Leo ni kitu kibaya. Mtu mzizi anasema hormones zinamsumbua, kwa hiyo tunaendelea kumwambia kwa Bwana hormones balance, labda asisumbuliwe na hormones. Wewe utasema ni homoni gani inakufanya ukae na lisanamu shingoni nding, ukae na lisanamu kiuno, sio ndo mega nani kabisa, kitu kinaka irizi kabisa, unaiona hapa irizi. Unakaa unapewa jina moja la heshima, jina moja la hadhi. Unaambiwa hii hapa inaitwa scapula. This is scapula. Ukivaa hii haufi. Au ukivaa hii ukifa wendi botoni. Maneno kama hayo. Tena unanunua mbili unazivaa. Hauna tofauti na unaovaa irizi. Hasa kama nikivaa siendi botoni, kuna haja gani ya kuishi utakatifu? Basi nifanye dhambi zangu zote. Nimevaa scapula, nitaenda zangu mbinguni. Wanakuambia no, huwezi kufanya hivyo. Unatakiwa ukivaa usifanye dhambi yoyote. Hasa kama nisipofanya dhambi yoyote, hii hainisaidii chochote, haina faida yoyote. Ina maana kuna hasara inaniletea. Kwa sababu kama umevaa eti unataka ukivaa unaenda mbinguni moja kwa moja. Okay. Kama nikivaa naenda mbinguni moja kwa moja, basi sawa. Naanza kupiga vitu matukio tu. Uongo mimi, ulevi mimi, uzinzi mimi. Alafu unanizuia tena, unaniambia no, usifanye hayo, haiwezekani. Mambo hayako hivyo, na kuuliza yeye akoje? Yaani ukivaa hapo utaki kufanya dhambi yoyote, ndio inakufanya unaenda mbinguni moja kwa moja. Nisipofanya dhambi yoyote, nani kakwambia kwenye Biblia nahitaji scapula tena? Kama sifanyi dhambi yoyote, I don't need it. If I don't need it, I won't use it. Nabidi mizigo niitoe. Unnecessary. Vitu vingine ni unnecessary. Kuna vitu vingine ni necessity na vingine ni unnecessity. Hiyo ni kitu ambacho hakina umuhimu kabisa. Oh, prophet. Tusema sana. Haya. Kazana. Nyakati zimekaribia. Wakati umekaribia. Anasema ipo saa itafika. Na saa hiyo ipo sasa. Anasema wamwabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Sasa hatuhitaji sanamu ili tumwabudu Mungu. Don't need it. Kwa maana italeta upako wa Mungu. Tumesali kwenye msafiri, yenyewe ni mashahidi. Tumesali chini ya msafiri, chini ya mchikichi kwa muda mrefu. We do not care about nothing. Na Mungu alikuwa anaonekana kwa viwango vya ajabu kuliko kawaida. Watu wamefunguliwa, watu wa macho yako kwa yaoni anaona. Mikono iliyorogo ilikuwa imekushambana hivi, vikono mtu alifunguliwa anaandika sasa. Ilikuwa walimu wake imekuwa matatani, anaandika tena kushoto kwa sababu wa kulia amelogwa. Mlikuwa hapo mashahidi, kwa mtazama. Then leo hii unaenda kunishukua sanamu papa analiweka hapo, au analiweka hapa shingoni mwangu, prophet anaweka hapa kuonyesha utisho zaidi. That is nonsense. Mtu tena unakuta mtu kazoea, basi ndio ajizoeshe tabia mpya ya kutokuvaa. Atengeneze tabia mpya ya kuvaa utakatifu, ya kuvaa imani, ya kuvaa wema, ya kuvaa msamaha. Wanasema zinawasaidia kukumbuka uwepo wa Yesu duniani. Maandiko yanasemaje? Yanasema hivi. Yanasemaje? Maandiko yanasema hivyo. Inasema sanamu zafaa nini? Naye ni mwalimu wa uongo. Mwalimu wa uongo. Hebu kwani tutafsiri andiko. Habakuki 2:18. Habakuki 2:18. Quickly, kwani tusome. Ndio. Sanamu ya kuchora yafaa nini Mpaka alifanya ameichora. Yaani yafaa nini mpaka alifanya ameichora Sanamu ya kugeuka nayo ni mwalimu wa kweli. Eti inasema ni mwalimu wa nini? Mwalimu nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini? Wewe unasema unaipa majibu tu, unasema no, inanisaidia kumkumbuka Yesu. Never. Hata watu walikopo kipindi ambacho Enoko anatwaliwa,
walitaka kuchora majeshi ya mbinguni, walianza kuyachora. Mungu aliwapiga, Mungu aliwazuia, aliwaambia don't do it, msichore. Yesu wakati anapaa, wale watu wanataka uniambia hakukuwa na mchoraji hata mmoja? Mbona hawakuchora? Kina Paulo na nani wote, hamna mtu aliweza kuchora, si ndio? Walishindwa kuchonga. Kuna sehemu uliona walitamka kitu chote kama hicho. Na uzuri mmoja, maandiko yako wazi. Maandiko yanasema kabisa, Paulo anasema yoyote atakayewaletea injili nyingine tofauti na hii, awe ni mwanadamu awe ni malaika, kataa. Malaika alimtokea akasema tusali hivi na hivi na hivi, au fulani alimtokea, Maria alimtokea, sio nani alimtokea, haijalishi ile ndiko. Hata kitokea nani sasa hivi akwambia utumize kwa salamu, achana nazo. Even if Jesus comes down right now, kwa sababu tunajua injili tushahubiriwa, atakapokuja atakujaje, ambao tengeneza sanamu, don't do it. Alisema Paulo, yeyote atakayewaletea injili nyingine tofauti na injili hii ya Yesu Kristo, tofauti na injili hii ninayohubiri mimi, anasema usipokee wala usisikilize wala usifuatishe. Lakini kwa sababu umelelewa ukazoea ukaishi kwenye hayo mafundisho, sasa hivi unatuona si wabaya, unaona tunakashifu imani yako. I'm telling you, imani itakayopeleka kwa Mungu sio ulokole, sio uanglikani, sio Katoliki, sio nini, ni imani kwa Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo anasema ni anapigana na hivyo vitu ambavyo unaviamini kwenye imani yako. Hasa tutakuachaje bila kukuambia ukweli? Mtoto wa Mungu, my beloved, wapendwa wangu, tutafanyaje? Tutawezaje kuhubiri injili kama tuwezi kuhubiri ukweli? Injili yetu itakamilika vipi if I'm not speaking the truth? Uko hapa ili kupoteza muda? Unanisikiliza muda huu ili kupoteza muda wako? Kwamba una kitu cha kufanya, una kitanda cha kulalia, au una matamthilia kutizama? No, upo hapa kusikia neno la uzima, neno la Yesu Kristo. Lazima tuambiane ukweli. Sehemu ambapo anahitaji kutiana moyo na kufarijiana, sawa, ila hatutofarijiana kwenye dhambi, kufanya dhambi. Never, it will never occur. Hatutofarijiana kwenye kuishi maisha yanayomchukiza Mungu. Hatutoshirikiana kwenye kuleta ghadhabu ya Mungu. Hatutoshirikiana kumchukiza Bwana. Tutashirikiana kumfuata Yesu, kuongozana, ili mradi wote tuweze kuwa wafuasi hodari, tuweze kuwa askari hodari wa Yesu Kristo, tuweze kuwa majeshi ya Bwana, tuweze kuwa wapendwa wa Bwana. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. So mmeshaelewa mtu ambaye anatafakari yaliyoko juu ni yapi? Ndo hayo sasa. Naongea na mtu huko. Kama tuko pamoja, andika tuko pamoja prophet. Iwe ni YouTube, iwe ni kwenye Google Meeting, andika tuko pamoja prophet. Kama tuko pamoja mpaka sasa hivi, sema tuko pamoja prophet. Kama unaona ile neno la kusaidia mahali fulani, sema nimesaidika Bwana, nimesaidika nabii wa Bwana, nimesaidika nabii wa Bwana. Yes, I can see a lot of you are commenting hapa. Watu wanauliza link ya YouTube mbona hajatumia? Mtaipata tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Namtukuza Bwana Yesu. Leo ninahitaji kila mmoja aende mbele za Bwana kwa toba. Kila mmoja popote ulipo, kama unaongea Kichaga, unaongea Kirangi, unaongea Kimbulu, unaongea Kisukuma, unaongea Kiingereza, omba vile unavyoweza kwa language yako. Omba toba. Anza kuomba toba juu ya makosa uliyofanya, juu ya uongo uliotamka. Anza kuomba toba juu ya mambo yote mabaya uliyofanya. Mwambie Bwana, ni kweli nimekosa, ni kweli nimedanganya, na hakuna dhambi yoyote iliyo ndogo. Bwana Mungu wa majeshi, pangusa maovu yangu, nistakase Bwana, nisafishe Bwana, unitoe katika uovu, unitoe katika dimbwi la dhambi. Bwana, unitakase makosa yangu, uniondolee hukumu, uniondolee ghadhabu, uniondolee hasira yako Bwana. Bwana Mungu wa majeshi, ninapokea msamaha kutoka kwako, ninapokea msamaha kutoka kwako. Endelea kuomba mtoto wa Mungu. I'm praying for somebody here under the influence of this voice. Dhambi zako zikasamehewe na Bwana. Ule uongo uliozungumza, licha kwamba ulifanya damage, ukasamehewe, na wale watu ulioingiza mkenge kwa kuwadanganya wakafunguliwa kwa jina la Yesu. Yoyote aliyefungwa, yoyote aliyepotoka kwa sababu ya uongo wako, yoyote aliyekuwa victim
ambaye amekuwa victimized kwa uongo wako, akafunguliwa kwa damu ya Yesu, akafunguliwa kwa jina la Yesu, akafunguliwa kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Liko jambo Roho Mtakatifu ananikusudia niwaambie kila mmoja aombe. Wako watu ambao wamemwaga damu za watu. Wako watu ambao wameua. Wengine wanauliza prophet, umeuaje? Ulipomtamkia mtu mabaya, ina maana ulimuua. Ndio maana wanapata majali, kumbe kwa sababu ulimtamkia mabaya, ulimwazia mabaya. Wako watu umeua kwa kutoa nini? Ujauzito. Kama you know na haukuwepo kwenye kipindi cha mfungo kile, hakikisha hapo ulipo unaomba kimoyomoyo. Kama uko na watu, kama uko peke yako, omba kwa kutamka. Tamka, jitenge na hizo damu, jitenge na hiyo dhambi, jitenge na hiyo hukumu, jitenge na hicho kifo, jitenge na roho ya mauti. Yamkini hujafanya wewe, lakini dada yako, mdogo wako alifanya, mama yako mkubwa, mama yako mdogo alifanya. Nazo roho za mauti zimekuwa zimeachiliwa kwenye familia yenu. It is time for you to isolate yourself. Jitenge. Ndio maana Joshua alipofika katika nchi ya ahadi, kitu cha kwanza alijitenga na watu wengine. Akasema mimi na familia yangu tutamtumikia Mungu wa majeshi. Sisi tu kwa ajili ya ishara na miujiza. Ninyi chagueni Mungu mtakayemwabudu. Aliamua kujitenga na watu wanaoabudu Mungu mwingine. Na ujitenge na hizo damu, ujitenge na hizo roho. Kitu cha kwanza kujitenga. Bwana Mungu wa majeshi, ninajitenga na umwagaji damu wote uliofanyika. Ninajitenga na kila aina ya majanga, zile roho ambazo zimeangamizwa, aidha na memba wa familia yangu. Yamkini walitoa mimba, yamkini waliharibu mimba, yamkini walifanya tukio lolote ambalo limekuwa chukizo machoni kwako. Bwana, najitenga na hiyo hukumu, najitenga na hizo roho za giza, najitenga na hizo roho za mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Ninajitenga na kila aina ya uovu. Ninajitenga na kila aina ya uovu. Ninajitenga na kila aina ya uovu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jitenge na kila aina ya tabia ya ulevi, kila aina ya tabia mbovu zilizoorodheshwa hapo. Kila aina ya tabia ambayo itakukosesha mbingu, jitenge nazo, anza kufarakana nazo, anza kuweka uadui kati yako na hizo tabia. Ni kwa sababu mnaelewana ndio maana bado hizo tabia unazifanya. Kwa sababu wewe na ulevi bado mna urafiki ndio maana bado unaendelea kulewa. Lakini anza kutamka. Kuanzia leo mimi na ulevi ni maadui. Kuanzia leo mimi na uzinzi ni maadui. Kuanzia leo mimi na roho ya uongo ni maadui. Rapa ta libra antomaya lupra likra ante pari pro askotaya lipara baba. Ninajitenga na roho zote za uongo. Ninajitenga na tabia zote za uongo. Ninajitenga na tabia zote za kishirikina, tabia zote za chuki, tabia zote za wivu, tabia zote za uzinzi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninajitenga na tabia zote za kutegemea sanamu, za kuabudu sanamu, za kuambatana na sanamu. Ninajitenga na roho zote za mazoea kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kila jambo linalonifanya nijikwae mbele za Bwana, kila jambo linalonifanya nisisimame vizuri na Bwana, ninajitenga nalo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninajitenga na kila aina uovu. Ninajitenga na kila aina uovu. Ninajitenga na kila aina uovu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini wengi wetu kuna maswala unataka Mungu akutendee, unaweza ukaandika hapo mambo ambayo Mungu akutendee. You can write your needs and I pray for you. You can write your needs and we pray for you. You can write your needs na tutakuombea. Wote tutakuombea. Maombi yatakuwa niko hapo, kila mmoja ana wajibu wa kuombea. Kama uko on YouTube, andika kwenye comment hapo maombi yako. Kama ni vitu sensitive sana, andika kimafumbo vyovyote vile. Right now, andika maombi yako. It is time for God to attend your needs. It is time for God to attend your needs. Mmoja anasema kurejesha moto wangu wa maombi na ukuu wangu. Okay. Chris Kangito anasema maombi yake ni kurejesha moto wa maombi na ukuu wake.
Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tazama mwanao anayo shauku, anayo kiu, nao ulisema yoyote mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima nitampa bure. Hivyo Bwana, achilia kiu na shauku ya maombi, ile moto, ile nguvu ya maombi, ile nguvu ya maombi, ile nguvu ya maombi, ile shauku, ile kiu ikapate satisfaction, ile nguvu ya maombi ikawe juu yake, ile nguvu ya maombi ikawe juu yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tazama Bwana, yuko mtu mmoja hapa anasema kwamba anahitaji macho yanayoona, anahitaji macho yanayoona, yawe anaona vizuri katika mwili na katika roho, akawe na macho ya rohoni. Hivyo ninafungua macho yake katika ulimwengu wa roho, yakawe wazi. Ninafungua macho yake katika ulimwengu wa roho, ninafungua macho yake katika ulimwengu wa roho, yakawe wazi kwa jina la Yesu. Ukasikie sauti za mbingu, ukaone siri za Bwana, ukaone maono ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Pia wengine anasema kwamba naye anataka kuunganika katika moto huu wa maombi, anahitaji moto kwenye madhabahu yake ya maombi, anahitaji moto wa madhabahu yake ya maombi, anahitaji pia karama ya kuona. Bwana Mungu wa majeshi, ulisema mwenyewe kwamba je, si zaidi kama wanadamu wanaweza kuwapatia watoto wao karama njema, je, si zaidi wewe kwamba utawajaza Roho Mtakatifu watu wote watakaowaomba? Watu hao wamehitaji roho ya kuona, roho ya unabii, roho ya kutizama, roho ya kutizama, roho ya kuona mambo katika ulimwengu wa roho, roho ya kuona mambo yanayokuja, roho ya kuomba mambo ya nyuma, ya kuona mambo ya nyuma kwa jina la Yesu. Macho yao yakapokee nuru, macho yao yakapokee nuru, wakapokee uweza wa kuona katika ulimwengu wa roho, wakapokee macho ya rohoni, wakapokee macho ya rohoni kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, wakapokee macho ya rohoni. Pokea macho ya rohoni hapo ulipo, popote unaponisikia na kunitazama, pokea macho ya rohoni, pokea macho ya rohoni, pokea macho ya rohoni, pokea macho ya rohoni kwa jina la Yesu. Leibaraba satuvrelike entemaya laba yabo satuvrelike ente. Biashara zenu zote ambazo zinawasumbua zikapate nuru, zikapate wateja, zikapate uhai. Kama Bwana alifufuka, kama roho yule yule aliyemfufua Yesu anakaa ndani yetu, basi ndani yako hii biashara inaenda kufanikiwa, basi hii biashara yako inaenda kufanikiwa, hii biashara yako inaenda kuinuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Okay. One of ours anasema naomba Mungu anikutanishe na destiny helpers wangu. Mungu anikutanishe na msaada utakao nipa ushindi maishani mwangu. Okay, Mungu akakutanishe na destiny helpers wako. Wale watu ambao Bwana ameshaguza mioyo yao kwa ajili yako, ninawaachilia. In 5 days you will see manifestation. In 5 days you will see manifestation. I release these people. Wale destiny helpers walikuwa wamezuiliwa katika ulimwengu wa roho, destiny helpers walikuwa wamezuiliwa kwenye maisha yako, ninawaachilia. I unlock them. If you believe this is yours, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I unlock your destiny helpers. I unlock your destiny helpers by the fire of the Holy Ghost. They are released. Kinachowazuia kimeachiliwa, kinachowafunga kimefunguliwa kwa jina la Yesu. You are meeting your destiny helpers and you will gain favor before them. You gain favor before them. Baraka za Mungu zitaendelea kumiminika juu yako. Onolia, uliandika. Yeyote anayetaka baraka za Mungu zitaendelea kumiminika juu yako. Hautokwama. Acha nikupe ujumbe. Hiyo biashara hujawa nayo kibahati mbaya. Hiyo kazi ulionao hujapata kibahati mbaya. Ajira uliyopata hujapata kwa kubahatisha. Fedha unazozipata hujazipata kwa kubahatisha. Nataka kukujulisha tu hilo jambo. Hivyo zitaendelea kuwepo, baraka zitaendelea kumiminika juu yako. Juu ya kichwa chako baraka zitaendelea kumiminika. By the oil that is working upon my head, let favor continuously fall upon you. Let favor continuously fall upon you. Let favor continuously fall upon you in the mighty name of Jesus. Unahitaji vibali vikawe juu yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Somebody else here anasema naomba Mungu anipatie kibali na neema ya ndoa, afya, maendeleo na uchumi. Yes. Yoyote alikuwa anahitaji kibali na neema kwenye ndoa, afya, apate ndoa, awe na afya njema na maendeleo ya kiuchumi. Swala la ndoa hilo tunalishughulikia sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kama watu hujawatambulisha, hawajaje kutambulisha kwenu bado, in a period of 3 months wakajitambulishe kwenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kinachowazuia msiolewe kimewaachilia, kinachowazuia msioe kimeachiliwa,
kimeachiliwa, hakitowazuia tena, hakuna wa kuwazuia tena, kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba huyu anayetumia jina la Esther John, naomba afungue mic yake au kamera. Ninamwomba huyu anayetumia jina la Shalom Shalom, fungua kamera yako, kaa sehemu ambayo tulivu, fungua kamera yako quickly. Yes, fungua kamera yako quickly. Roho Bwana aniongoza nikuombee. Fungua kamera yako quickly. Quickly. Bado sikuoni, fanya haraka. Fungua kamera yako. Esther anatumia jina Esther John, fungua kamera yako haraka. We don't have much time. Yes. Unaweza kusimama hapo ulipo. Sawa. Mkono wako mmoja uweke chini ya kitovu chako, chini ya kitovu. Sawa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaondoa kila mapando ya adui juu yako. Ninaondoa kila mapando ya adui juu yako kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Hilo tumbo lako likafunguliwe. Hilo tumbo lako likafunguliwe. Nyonga yako likafunguliwe. Weka mkono wako kwenye nyonga, toa kwenye tumbo, weka kwenye nyonga. Kwa moto wa Roho Mtakatifu, kila kilichojificha ndani yako, kila kilichojificha ndani yako right now, release right now. Lose her right now. Show your face. Lose her right now. Lose her right now. Lose her right now. Mwachilie kwa jina la Yesu. As I stretch my hand upon you, let fire fall upon you. Funga macho yako. Let fire fall upon you. Let fire fall upon you. Hilo tumbo likachiliwe, nyonga ikachiliwe, nguvu zote za giza zikaondoke ndani yako. Ninazing'oa kila pando la adui, kila pando la adui, kila pando la adui linang'oka ndani yako, linang'oka ndani yako, linang'oka ndani yako. Chomoka kwa jina la Yesu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Achilia. Aya, mwachie mtu huyu. Anaenda kuolewa. Mwachie mtu huyu. Milango yake kafunguke. Mwachie mtu huyu akawe na amani. Mwachie mtu huyu akawe na amani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Aya, mwachie. Mwachie. You demon. Mwachie. 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 Listen, the reason ambayo Mungu amenifanya nikuombee. Unasikia vizuri? It is because aliniambia kuna jambo umewekewa la kupata maumivu. Unaelewa vizuri? Do you hear what I'm saying? Mtandao unasumbua, okay. Nasema unanisikia ninachokwambia? Ninaona kitu kimepanikizwa nyuma yako, yani kwenye nyonga, lakini upande wa nyuma kama mgongo. Yani katikati ya mgongo na nyonga. Unasikia vizuri? And this thing is causing pain. Yaani unakuta mtu unakosa comfortability, unakuwa unasikia unaumwa tu hii kwenye nyonga. Yani like you are not comfortable, na shida ni nyonga. Yani maumivu asiyoeleweka. Sijui kama unanisikia. Kitu kama ni ndio, kama hapana ni hapana, au kama ujui uniambie hivyo. Ni mtandao shida ama shida ni nini? Sawa, zima kamera yako, unaweza kaongea tukakusikia. Sikuwa nimekusikia, ulikuwa unajibuje? Asema okay, ni kweli prophet kwamba sasa hivi una shida ya nyonga na tumbo linakuuma. Ulimwambia mtu yote katika group, maybe group la huduma? Labda mimi hapo ushawahi kuniambia?
inakuwa too much. Okay. Unajisikiaje nikikwambia kwamba kuanzia leo hayo maumivu hayapo tena? Hiyo nyonga yako ni nzima. Mungu amekuponya na huu ukao ushuhuda. Kama ukisha prove kwamba umepona, utaenda kwenye post ya YouTube, uta comment pale ushuhuda wako, sawa eh? May God bless you. May God bless you. Na unaweza pia ukashuhudia kwenye group kule. Okay, may God bless you. May God bless you. There is somebody amejoin hapa, namuona anaitwa, jina limeandikwa Agnes Michael, sio umetumia jina limeandikwa Agnes Michael. Yes. Link za Google Meeting mtazipata, ziko kwenye group. Kwa hiyo utachukua mawasiliano hapo, utachukua namba unazoziona hapo kwenye screen, then utaomba uadiwe kwenye group, utaadiwa, utakuwa na wewe unaweza kushiriki kwenye Google Meeting. There is somebody called Agnes Michael. Naongea na mtu. Maombi yote mlioandika hapa malaika wanayapitia. Yote mlioandika hapa, yote yote Bwana akawatendee. Yote. Kuna mtu hapa anaumwa macho, Esther Kiwango anaumwa macho. Umepokea uponyaji wako kwa jina la Yesu. Yes. Namba hizo hapo kwa jina la Yesu. Sawa, unabii wote ambao umewahi kutamkiwa utatimia kwa jina la Yesu. Hapo ulipoweza kufungua microphone, Agnes Michael. Leira antoma ya lupre likre ente. Agnes, nachokwambia nahitaji uamini kile ambacho Bwana anasema, sawa? Amina. Hii mara yako ngapi kujoin kwenye hizi ibada? La asubuhi. Na mimi ndio nilikuwa naongoza hizo ibada. Okay, nasema mimi kwenye ibada ambayo naongoza mimi ni mara ya kwanza. Okay. Kwa sijui chochote kuhusu wewe, si ndio? Lepra antos claduvra likra ante. Lepa yanda ya bossa tuvre likre entema. Listen. Katika ulimwengu wa roho naona ni kama mtu ambaye umetengwa na watu. Ni mtu ambaye watu wanakutenga. You are isolated. Unanisikia nachokiongea? Nachokiongea ni kweli ama naongea kitu ambacho kifahamu? Nasema nikiangalia katika ulimwengu wa roho ninakuona umesimama mahali peke yako. Sema mambo inatakiwa kuwe na watu wengi, but unakuwa peke yako. You are isolated. Yaani ni mtu ambaye kuna roho ya kutengwa. Kuna roho ya kutengwa. Unanisikia vizuri? Do you know about it? Ama ndio unafahamu sasa hivi? Kwa hiyo unaonagi hali ya kwamba people are just avoiding you. Yaani watu wanakutenga tenga. Jizingatia sana. Okay, lakini pia jambo ambalo niliona jema kwenye maisha yako, niliona gari ambayo imeandikwa maandishi kama vile gari ambayo ni mpya, imeandikwa maandishi kwenye kioo. Nimeona gari mpya. Sijui nani anaenda kununua gari hivi karibuni, but there is a grace to have a car. Kuna neema ya gari. Naona gari mpya. Hizi kama mnazitaga aje zikiwa mpya, zikiwa zina plate number mnazitaga IT, si ndio? Naona gari mpya. Naona gari mpya, lakini hiyo roho ya kutengwa bado ipo ndani yako. Roho ya kutengwa naiona ndani yako. You better pray.
Wanangu hapa wengine baadhi yao ni mashahidi. Kuna binti shaimwambiaga, nimwambia unapewa talaka leo, na akapewa talaka siku hiyo hiyo. Talaka 3 nimwambia naona unapewa talaka 3. Siku hiyo ile ikatokea. Mimi si mjumbe wake, yeye mwenyewe ndo mara kwanza namuona. Kwa sababu nilimwambia kuna roho, nilikuwa naona. Kwa sababu nimeonyeshwa eneo kama sherehe, umekaa kwenye kiti lakini watu kama wamekutenga. Yaani watu kama kuchukulia tofauti. People are not together with you. People don't feel comfortable to be with you. Watu hawajisikii comfortable kuwa pamoja na wewe. So I'm praying for you wherever you are. Simama juu hapo ulipo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ninaondoa roho yote ya kutengwa. Ninaachilia kibali juu yako. Hiyo roho inaofanya watu wakutenge, hiyo roho inaofanya watu wasikukubali, ikakuachie kwa jina la Yesu. 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 Kwa moto wa Roho Mtakatifu. 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 Ukaachiliwe. Ukaachiliwe sasa. Ukaachiliwe sasa. Ukaachiliwe sasa. Amen. You can close your mic right now. Amina, amina, amina. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Onolia, najaribu kuignore sauti ya Mungu, lakini imekuwa na intensity kubwa. Onolia. Shalom, shalom. Nimejaribu kupuuzia ni kuskip, lakini bado Bwana ananisisitiza niendelee kuongea ili jambo. Nimeona uso wako kivishwa taji. Amen. Naona Mungu akikuheshimisha kwenye eneo la uchumi. I saw favor in terms of finance. Nikaona gold imezunguka uso wako. Amen. Beginning from today, akaunti yako itapokea fedha ambazo hujawahi kuzipokea. Amen. Beginning from today, mifuko yako na mikono yako itashika fedha ambazo hujawahi kuzishika. Amen. Nyumba yako itapokea vitu ambavyo hujawahi kuvipokea. Because it's like there was something you were trying to buy. Ni kama vitu uko unataka kununua. Naelewa vizuri? Na vikawa ni expensive. Yaani ukawa ukipiga hesabu unaona haziingii. It's like you are below, you are short of funds. But the Lord is saying kwamba ataachilia favor. Kuna vitu unataka kununua. Mimi ninapoongea hapa na wewe niambie kama ninaongea vitu vyangu, wewe niambie. This was something you were thinking about. You didn't know that God was there with you. And to be precise, hii kitu unaiona imekuwa it's like from Monday. Naona ukiwa unawaza hichi kitu. From Monday. Ni kweli nini? Okay. Okay. Kibali umeshapewa na Bwana, utaenda kununua. Bwana anaenda kukutendea haya mambo. Bwana anaenda kufungua milango kwako. Bwana anaenda kufungua milango kwako, na bila kusahau utakuwa na familia njema sana. Bila kusahau utakuwa na ndoa njema sana, utakuwa na watoto wazuri tu. May this favor also locate your sister in the mighty name of Jesus. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. There is somebody here. There is somebody anatumia jina Winnie Masawe. Fungua ndani yako chap 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 chap. Wewe ndo mtu fungua ndani yako chap. Unanisikia kutoka wapi?
Sehemu gani Dar es Salaam? Kijichi. Tamka majina yako yote matatu. Sawa. Kitu ambacho Roho Bwana ananionyesha kuna mama na anaumwa tumbo sana, anasumbuliwa sana na matatizo ya tumbo. Afya yake ni shida. Ni mama. Alikuwa ni dada yangu. Alikuwa. Why saying alikuwa? Yaani ndo ana shida ya tumbo sana muda mrefu. Sasa unasema alikuwa azifa amekufa. Alikuwa ni dada yako. Ni dada yangu. Okay, ni dada yako. Okay. Unaweza ukanisaidia kufikisha habari hizi njema kwake? Amina. Ya kwamba kuanzia mwezi huu tumbo lake ni lizima limepona. Kupitia wewe ninaongea na tumbo lake. Tumbo lako likasikia habari hizi. Wewe ukawe kama point of contact. Kwa jina la Yesu. Tumbo lako likapokea uzima na tumbo lake likapokea uzima. Roho za magonjwa kwenu ninazifuta. Hazina kibali tena cha kuoperate ndani yenu. Yeye ni mzima kuanzia sasa. Mwezi huu amepona, leo hii amepona. Utakapofikisha ujumbe, huo uponyaji na uzima utaingia juu yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na pia kutakuwa na neema katika eneo la uchumi kwa jina la Yesu. You will see it happening. May God bless you so much. May God bless you so much. So, you can close your mic, huh? Okay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Unabii kwa mtu mmoja na unabii kwa wote. I pray for you all. Na neema ambayo imeashiriwa juu yenu ikawanufaisha nyinyi wote. Kila unabii ambao nimetamka juu yako utatimia. Utatimia. Regardless na nani anayejaribu kuzuia. Nani ambaye anajaribu kuzuia uwezo wa Mungu juu ya maisha yako. Nobody can be able to stop it. Popote ulipo. Okay, ngoja nitoe chance kwa wale wenye ushuhuda. Quickly, ambaye mwenye ushuhuda anyoshe mkono wake juu chap chap. Anyoshe mkono wake juu chap 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 chap. Mwenye ushuhuda anyoshe mkono wake juu. Tutaanza na Queen. Shalom, shalom. Ndio. Yes, nikwambia nenda kafanya na utafaulu, ehe. Yaani hiyo wiki ya mwanzo ukashindwa kufanya mitihani kwa sababu ulikuwa unaumwa, eh? Kawaje? Yes, miwili sikuifanya. Kwa hiyo ila the next day yaani ni kama kitu kile kinaambia nenda kafanya, ni sasa sauti yako nikawa naisikia. Nimeenda kufanya mitihani na mitihani yote niliyoifanya nimefaulu. Nilikuwa nasoma wakati naenda yaani niko kwenye gari. Sikusoma. Imagine mtu anasoma kwenye gari. Mimi hata siwezi. Hata message siwezi kujibu kwenye gari. Haleluya, utukufu kwa Bwana Yesu. Amefaulu mitihani yake kama neno la nabii lilivyosema. Licha ya magonjwa ambayo ibilisi alijaribu kuyatuma, bado amefanya mtihani na amefaulu. Basi nakuombea na wewe popote ambaye unategemea kufanya mitihani, yoyote ambaye unahitaji Bwana aonekane kwenye mitihani yako, kwenye masomo yako. Hii neema uichukue ikakufanikishe. Hii neema ukaipokee hapo ulipo ikakufanikishe. Hii neema ukaipokee kwa niaba ya wadogo zako, kwa niaba ya kaka zako. Wakaipokee na wakafanikiwa kwa jina la Yesu. Utukufu kwa Bwana, utukufu kwa Bwana. Glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God. Okay. Sawa, I think it is time. It's time. It's not almost, it is time. Ni muda tayari. Funika macho yako popote ulipo, umshukuru Mungu kwa maneno yako kwa dakika moja.
Bwana Mungu wa majeshi, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa mwaminifu, kwa kutulisha neno lako, kwa kutuelekeza nini ambacho tunatakiwa tufanye, kwa kutuongoza njia gani tunatakiwa tuiendee. Bwana Mungu wa majeshi, tumechagua kutafakari yaliyo juu kama ulivyotuagiza, ukatusaidie. Roho Mtakatifu ukatusaidie kutukumbusha haya mambo, ili mradi kila tuamkapo, kila tutokapo na tunapotembea na tunaporejea, tukumbuke maneno yako ya kwamba tunatakiwa tuenende kwa namna gani. Bwana Mungu wa majeshi, ukatuongoze katika njia ya utakatifu. Tunakushukuru kwa neema, tunakushukuru kwa unabii, tunakushukuru kwa kila jambo lofanya katika ibada hii ya leo. Bwana, ukaonekane zaidi na zaidi katika ibada zote zijazo. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tumeomba na kuamini, amen. Kila mmoja afungue maiki yake na tushiriki neema ya Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe nasi sote sasa na hata milele. Amina. Turudie tena popote ulipo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe nasi sote sasa na hata milele. Amina. You are highly blessed. Ukiwa na jambo lolote unataka kuzungumza ama ni anything, utanitafuta private, utanitafuta kwenye namba yangu. Utatafuta kwenye namba ambayo inatumika kwa huduma ambao mmeshatumiwa hapo. Usi close call kama unahitaji namba na una namba, usi close call bila kusubiria mpaka waitume hapo ndipo close call yako. Barikiwe sana.